Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado upo nami Adam Hussein, lakini wakati huu tumtazame Zelensky, rais wa Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anadai kwamba mipango ya rais wa Marekani ni kutoa eneo maalum la kiuchumi katika mipango yake ya kutaka kumaliza vita katika taifa hilo la Ukraine ambalo limeingia vitani tangu mwaka 2022 dhidi ya Urusi. Marekani imependekeza kwamba Ukraine ijiondoe kutoka katika eneo la Donetsk mashariki mwa nchi na kuunda eneo maalum la kiuchumi katika maeneo ambayo inadhibiti kwa sasa. Rais huyo wa Ukraine alisema, akiongeza kwamba eneo hili litakuwa chini ya mamlaka ya Marekani na kwamba Marekani itachota rasilimali za madini adimu katika eneo hilo. Rais huyo wa Ukraine amebainisha kwamba mipango ya rais wa Marekani kushinikiza kumalizika kwa vita nchini humo ni kwa sababu kuna eneo maalum litatengwa na eneo hilo litakuwa chini yake. Rais huyo amebainisha kwamba eneo na udhibiti wa mtambo wa nyuklia wa Zaporizhzhia unabaki kuwa moja kati ya hoja kuu mbili za mzozo katika mpango wa amani uliopendekezwa kwa Ukraine, kadhalika na kuiachia maeneo ya ukanda wa Donbas. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari, Rais Volodymyr Zelensky amezungumzia nia ya Marekani ya kukomesha haraka mzozo huo, ugumu wa mazungumzo yanayoendelea na imani yake kwamba Urusi haina nia ya kukomesha vita. Ukraine imewasilisha mpango uliosasishwa wa pointi 20 kwa Marekani pamoja na hati tofauti kuhusu dhamana za usalama na vifungu vya ujenzi wa nchi hiyo, Zelensky alisema. Pendekezo hili linafuatia wiki kadhaa za shughuli kali za kidiplomasia ambapo mipango mingi ya amani iliandikwa, kuwekwa sawa na kurekebishwa na Marekani, Ukraine, Urusi na viongozi wa Ulaya. Hatua ya mwisho ndio ngumu zaidi. Kila kitu kinaweza kuanguka kwa sababu nyingi, Zelensky alisema mnamo Alhamisi. Urusi inaitaka Ukraine iachie udhibiti wa takribani 30% ya eneo la Donetsk mashariki mwa Ukraine ambalo bado inalimiliki. Ukraine inakataa kufanya hivyo kwa kanuni na kwa hofu ya kuipa Moscow nafasi ya uvamizi wa siku zijazo. Kulingana na Zelensky, Marekani sasa inafikiria suluhisho linalohusiana na uondoaji wa vikosi vya Ukraine kutoka baadhi ya sehemu za Donetsk na kujitolea kutoka kwa vikosi vya Urusi kutoingia katika eneo hilo. Eneo hili litakuwa eneo maalum la kiuchumi au eneo lisilokuwa na kijeshi. Zelensky amedokeza kwamba usimamizi wa kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhzhia ulikuwa suala lingine lenye utata mkubwa. Kiwanda hiki cha nyuklia kikubwa zaidi barani Ulaya kiko katika mstari wa mbele na kimekuwa chini ya udhibiti wa Urusi tangu mwezi Machi mwaka 2022. Zelensky amesema kwamba suluhisho linalowezekana litakuwa kujiondoa kwa Urusi na kushiriki udhibiti wa kiwanda kati ya Kiev na Marekani, huku akikiri kwamba maelezo ya makubaliano kama hayo hayakuwa wazi na kwamba Moscow haingeweza kukubaliana na hayo. Rais Trump anaonekana kukasirishwa zaidi na ugumu wa mzozo huo, na Kiev na washirika wake wanahofu kwamba Marekani inatafuta kulazimisha suluhu linaloongozwa na Urusi dhidi ya Ukraine. Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kwamba ingawa Marekani inataka vita vikomeshwe haraka, hakuna tarehe ya mwisho iliyowekwa ya makubaliano. Ukraine ambayo inalengwa na mashambulizi makubwa ya anga karibu kila siku inatoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kusitisha mapigano mara moja kabla ya makubaliano magumu zaidi kufikiwa. Hata hivyo, Urusi ina nia ya kuchelewesha kusitisha mapigano huku wanajeshi wake wakiendelea kusonga mbele hatua kwa hatua. Hakika kwenye mstari wa mbele wa mashambulizi yake yanawachosha raia wa Ukraine, anasema rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Baada ya raundi kadhaa za mazungumzo na Urusi, Marekani sasa inaungana na Moscow katika msimamo huu, Zelensky anasema. Maafisa wa Kremlin wamekuwa waangalifu zaidi kuliko wenzao wa Ulaya, Marekani na Ukraine. Hata hivyo, Urusi imejitahidi inavyowezekana kuimarisha hisia kwamba Moscow na Washington zinashiriki matarajio sawa kuhusu masharti ya makubaliano ya amani. Mnamo Alhamisi, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisifu juhudi za Trump za kupatanisha na akasema kwamba mkutano wa hivi karibuni huko Kremlin kati ya Rais Vladimir Putin na mjumbe wa Marekani Steve Witkoff umeondoa kutoelewana kati ya pande hizo mbili. Waziri huyo pia alifutilia mbali mapendekezo yanayodaiwa kwamba Kiev inaweza kunufaika na dhamana za usalama katika mfumo wa wanajeshi wa kigeni uliopo nchini Ukraine.
Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya bwana Volodymyr Zelensky akidai kwamba mipango ya rais wa Marekani Donald Trump ya kutaka kusitishwa haraka kwa mapigano ni kutenga eneo maalum ambalo litamilikiwa na Marekani na ni moja kati ya maeneo yenye madini adimu nchini Ukraine. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.